الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tulikuwa katika darasa zilizomalizika wiki iliyopita tukiishi katika sura ya al-infitari, yani idha as-samaa infatarat. Baada ya sura al-infitar, sura inayofuatia kwa kuteremkia chini ni sura al-mutaffifin. Sura hii al-mutaffifina imechukua jina la wapunjao, sura ya wapunjao. Sura yenyewe aya zake ni 36. Katika sura hii yenye aya 36, sura yenyewe nazalat baada surati al-ankabut, kwa kuteremka hapa ardhini kutoka kwenye samaa dunia. Basi imefuatia sura hii baada ya kumalizika al-ankabut ikafuatia sura al-mutaffifin, ingawa hapa imepangwa baada ya sura infitar, lakini kwa uteremkaji ilifuatia baada ya ankabut. Wa hiya akhiru suratin nazalat bimakkah, na sura hii mutaffifina ndiyo sura ya mwisho katika sura ambazo zimeteremkia Maka kabla ya mtume kuhajir kwenda Madina. Kwa munasibatuha, na mnasaba wake sura hii lima kablaha, kwa ile ambayo iko kabla yake kwa mpangilio wa mashaf, yani katika sura al-infitar namna ilivyokuwa inamalizika. Mnasaba wa kupangwa hii, kwa nini sipangwe na ankabut na ilhali ya kuwa imeteremka baada ya ankabut? Kila kitu mtume anakifanya kwa munasaba. Mpangilio wa sura namna zilivyokaa kwenye mashaf ni kwa munasaba, ni amri ya mtume. Kawaambia masahaba, sura hii mtaiweka baada ya sura hii, na aya zikiteremka huwaambia vile vile aya hii mtaweka baada aya ile fulani. Na mara nyingi sura ilikuwa iteremki pamoja yote nzima, ilikuwa nusu alafu sura nyingine alafu sura nyingine alafu sura nyingine. Yeye mwenyewe bwana mtume ndiye alikuwa akipanga, aya hii mtaweka pala kadha, na sura hii katika mpangilio wa mashaf kuanzia alif lam mim kule, basi mtateremka sura hii mtaweka baada ya sura hii. Basi mnasaba wa kuwekwa baada ya sura al-infitar annahu qala hunaka, ni kwamba Mwenyezi Mungu amesema katika sura al-infitari, wa inna alaikum lahafidhina. Tuna aya tumekutana nazo zile, na hakika juu yenu lahafidhina, kuna walinzi wenye kuhifadhi amali zenu nyinyi binadamu. Wa dhakara huna, na akataja Mwenyezi Mungu katika sura hii al-mutaffifina ma yaktubuhu al-hafidhuna, kile ambacho wanakiandika hao walinzi. Kule imekuja tu wa inna alaikum lahafidhina, hapa sasa Mwenyezi Mungu atubainishia kile ambacho ma yaktubuhu al-hafidhuna kitabun marqum. Ndani ya sura mutaffifina kuna maneno kitabu marqum, yani wanaandika maandishi yao na wameyahifadhi kwenye kitabu ambacho kimewekewa label maalum. Kila mmoja ana jina lake maalum la mtungo uliokuja kutokana na yeye, baba yake, babu yake, nani wake, mpaka kumpata Adam. Hakipotei kitu.
na ikiwa mtu wenyewe amali zake ni amali kadha, basi kwenye gamba la buku lake huitwa hili jitu ongo, umaarufu wake ni jitu ongo, kama Mtume alivyosema wa iyyakum walkadhib, tahadharini na kusema uongo, fa innal kadhiba, kwani uongo yahdi ila alfujur, unaongozea kwenye mambo maovu, wa innal fujura yahdi ila an-nar, na uovu unapelekea mtu kuingia motoni. Wala yazalu ar-rajulu yakdhibu, na wala hatoacha mtu kusema uongo, wa yataharra al-kadhiba, na kujipamba na kujivika sifa za uongo, hatta yuktaba inda Allahi kadhaban, mpaka afike kuandikwa bila Mwenyezi Mungu kwamba yeye ni muongo maarufu wake. Na upande wa pili vile vile, alaikum bisidqi, jitahidini juu yenu kusema ukweli, fa inna sidqa yahdi ila aljanna, kwani ukweli unaongozea peponi. Wala yazalu ar-rajulu yasdiqu, wala hatoacha mtu yasduku kusema ukweli, wa yataharra sidqa, na kujipamba kwa sifa za ukweli, hatta yuktaba inda Allahi siddiqan, mpaka atafika kuandikwa mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba yeye ni mkweli. Kwa hivyo wanaoandika hao wenye kuhifadhi amali za waja wanaandika kwenye kitabu marqum, na kitabu hicho marqum, maandishi hayo yuj'alu fi illiyina, yatawekwa katika matukufu ya watu wema, au fi sijjin, au yatawekwa kwenye sijjin, madaftari ya watu waovu, mafaili yao yamefungwa pahala maalum fi sijjin, na yale ya watu wema yamewekwa fi illiyina, katika mahala mwa watukufu. Sura hii ina mgawaniko kama ufuatao, kiasi cha vituo vitano hivi tutakwenda navyo sura hii. Kituo cha kwanza katika aya 36 zake, kituo cha kwanza tutakuwa tunaishi aya ya kwanza mpaka aya ya 6. Halafu tutaondoka kwenye aya ya 6, tutaanzia kituo cha pili aya ya 7 mpaka ya 13. Tutaondoka baadaye kwenye aya ya 13, tutaingia kituo cha tatu aya ya 14 mpaka aya ya 17. Halafu tutaingia kwenye aya ya 18 mpaka 28, na baadaye aya ya 29 mpaka 36. Kituo baada ya kituo. Kwa hivyo sasa insha Allah tutapita kwa tafsiri kavu kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ya 6. Halafu tutaingia katika maana ya mufradati, baadhi ya maneno, tupate vocabulary ya maneno ya Qur'ani al-Karim, na baada ya hapo tutaingia kwenye al-maana al-jumali kwenye aya 6 hizo, maana yake kijumla nini zimekusanya aya 6 hizo. Na tukitoka hapo tutaingia tena kwa mara nyingine al-maana al-idahi, maana yake ya ukunjufu na upana na kuweka wazi zile aya, ili siku yoyote ukikamata msahafu unasoma iwe akili yako inasafiri kiasi fulani kujua hapa falsafa yake iko namna kadha 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 kadha. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tunaanza kwanza kwa kutaka himaya ya ulinzi kwa Mwenyezi Mungu atuepushe na shetani kuchezewa nafsi zetu. Maana unaposoma kitabu hichi ndio mafanikio yote yako hapa. Shetani huwa hakubali kumpa mtu kupata mtu mafanikio kwenye kitabu cha Mungu. Yeye atakuwa kazi yake imeharibika, atakuwa kafeli kumwachia mja kupata manufaa kwenye kitabu cha Mungu. Msomaji na msikilizaji wanatakiwa wajilinde kwanza kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aliposema fa idha qara'ata al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rajim, basi utakaposoma Qur'ani mje ataka himaya ya ulinzi kwa Mwenyezi Mungu akupe defense hiyo kutokana na nguvu maalum za shetani ambaye hawezekani na defense yoyote ila Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anayeweza kumdafia ili asimchezee mtu. Pahala hapa panaposoma Qur'ani au mtu mwenyewe binafsi anapokamata mashafu kusoma Qur'ani, tokea wakati wa mjumbe Mwenyezi Mungu anazungumza na maswahaba, Mwenyezi Mungu anasema wama arsalna min nabiyyin wala rasulin au rasulin wala nabiyyin, hatujapata kupeleka mjumbe aliyopewa kitabu
wala mtume aliyokwenda kuhuisha mwenendo wa mtume aliyotangulia nyuma bila kupewa kitabu. Hatujapatapo kupeleka yote hayo isipokuwa illa idha tamanna, isipokuwa pale anapoanza kusoma huyo mtume. Tamanna idha qaraa alqa shaitanu fi umniyati, huwa anaweka shetani ndani ya kisomo cha mtume kuwaambia wale wanaosikiliza kwamba haina maana yoyote, ndio umesikia nini, upuuzi mtupu. Na ndani ya majlis kama ile mtu anakuwa na maazimio yake pale pale, kusikia ndio nimesikia, kwani kitu gani? Ama mimi langu kuleta teliaji, itakuwaje? Vipi mtu ategemee Mungu mmoja tu? Mizimu yetu ya jadi na jadi, mizimu ya asili, mizimu ya ukoo itakuwa ndo haina maana? Ama kwa hapa kwa hakika tunamwachia mwenyewe msemaji. Haidhuru tumeanza Qur'an, lakini pale shetani kashaweka ndani ya kisomo cha mtume. Kwa baadhi ya watu wanaanza kuwa na fikra mbaya. Na hata idha kharaju min indika qalu madha qala anifa, wengine pale pale tu wanapotoka mbele yako Muhammadi, wakifika nje wanaanza kufanya kejeli na stizai, ndo kasema nini punde hivi mtu yule. Au kwa maneno mengine kuambizana, ayyukum zadathu hadhihi imana, hebu nambieni yupi kati yenu ilomzidishia aya hii au darasa ya leo imani? Umepata kitu gani? Muzi mtupu, watu wazima kako kupotoka kati wenu, ndio umepata nini? Wanafiki wakiokotwa sana na shetani tokea hapo katika nyoyo zao na maradhi, fazadahumullahu maradha, na Mwenyezi Mungu kila ikisoma Qur'ani inawazidishia maradhi zaidi, kwani shetani huwa anaweka umniyati, kisomo chake na yeye vile vile cha kufanya Qur'ani ikadhibishwe. Kwa hivyo ni muhimu sana unaposhika msahafu, unaposoma Qur'ani ndani ya darasa, hata katika swala yako mtume kaweka sunna maalum ya kusema a'udhu billahi samii'il alim minash shaitani rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, najilinda kwa Mwenyezi Mungu asikiaye na ajuaye kutokana na shetani aliyelaaniwa na Mwenyezi Mungu, yani kafukuzwa katika rehema zake. Min hamzihi, katika vitu vitatu kuna hamz wa nafth wa nafth, kutokana na chokochoko zake, na kutokana na manywele yake, na kutokana na wazimu wake. Maana ana wazimu, ana chokochoko na ana manywele ambayo humfanya na binadamu vile vile katika manywele yake awe ndiyo sababu ya kumkufuru Mungu na kuwa na kiburi. Nywele hizo zinamfanya mtu kuwa na kiburi. Sasa pengine si zake katafuta wigi, pengine si zake katafuta za maiti, na pengine zake, lakini kasifanyia vituko huko juu kichwani mpaka atakayemuona huyu binadamu au nani. Hakadha, hayo ni mambo ambayo mtume akijilinda nayo ndani ya sala. Yeye mwenyewe mtume anajilinda kutokana na shetani kwa chokochoko zake, wazimu wake, pamoja na mipulizo yake na manywele yake. Na sisi hapa vile vile tunajilinda kwa Mwenyezi Mungu vile vile kutokana na kila anachojaribu shetani kutupotezea lengo ndani ya Qur'an al-Karim. Na baada isti'adha bismillahir rahmanir rahim, tunatafuta sasa faida za Qur'ani kwa kuliweka jina la Mwenyezi Mungu ndio tegemezi kuu. Twaomba kutafuta maana ya Qur'ani kwa kuliweka jina la Mwenyezi Mungu ndio kitu cha kutusaidia kupata manufaa ya Qur'an al-Karim. Tunakwenda aya 6 kwanza kwa maana ya kavu hivi hivi, alafu baadaye tutaingia kuipatia faida zaidi. Wailun, maangamio makubwa, kuangamia kukubwa, lilmutaffifina, kutawathibitikia wenye kupunja. Kuangamia kukubwa huku watakutana nako kuanzia hapa duniani. Wataanza kuona wanavyofilisika mali zao ambazo wamezipata kwa njia ya kupunja wenzi wao. Wataanza kuona maharibiko yanakuja tu. Haidhuru katika siku za mbele pale karibuni anaweza kudanganyika kiasi fulani kwamba anafaidika sana, anapata sana, kwamba amepunja. Kule kupunja ataona mambo si haya, basi atajipa moyo kwamba sasa uchumi ndio hapa unaopatikana. Lakini hatimaye kidogo, wala tazidi dhalimina illa dhalala wala tazidi dhalimina illa tabara wala tazidi dhalimina illa khasara. Madhalim haitawazidishia chochote isipokuwa ni kupotoka zaidi,
na haitawazidishia kitu isipokuwa kuangamia, na haitawazidishia kitu madhalim isipokuwa hasara. Watakuwa na hasara kuanzia hapa duniani kwanza, na halafu hasara zaidi, kuangamia kukubwa hasa watakwenda kupambana nako yaumul qiyama. Aya ya mwanzo ya sura hii Mwenyezi Mungu anaifungua kwa kusema wailun, kuangamia kukubwa kutawathibitikia lilmutaffifina, wale wanaopunja wenzi wao. Wanaopunja hapa namna gani kupunja kwenyewe? Alladhina, hawa ni ambao idha ktalu ala nnas, wanapopima wao kwa haki iliyo juu yao wao ndo wanaonunua wakati ule, kwa hakika hutaka watekelezewe kitu kamil taslim, na anakuwa mkali sana. Ongeza kidogo, haijakaa sawa, mbona umewekea mkono bwana mezani, mbona umewekea mkono bwana, anagombana. Au ikiwa vitu vile vile na magunia, anasema gunia hili liko loose, sichukui mimi, mbona imebonyea imehivi imepungua, nipe nyingine, weka nyingine. Hutaka akamilishiwe taslim. Lakini wa idha kaluhum, wakati wanapopima wao kuwapimia watu wengine, haki inakuwa iko kwa watu wengine hivi sasa. Wakati huu sasa wanakuwa wabaya wao, hawakubali kumwachia mtu kujitetea kama alivyokuwa akijitetea yeye, ya kwamba hapo umewekea mkono mezani, weka sawa, ongeza kidogo, gunia hilo halikutimia, hebu hizo mita zako mbona pafupi hapo, umepewa sawa hiyo, mbona hapo mpaka hapo tu basi, hebu tucheki nafika sawa kama hivi. Lakini anapopima yeye sasa kuwauzia watu, au wazanuhum, mezani zao, yukhsiruna, wanazipunguza. Imma atakuwa na mezani mbili mtu, moja ya kununulia na moja ya kuuzia. Ya kununulia mwenyewe kaiweka special hiyo ili apate kitu kingi, na ya kuuzia kaifanyia mipango, kaiponda kaipiga kwa mawe, anaifanya imebabataa kidogo hivi, ina kasoro huko, kafunga jiwe, kafanya hivi ili mradi apate kupunguza chochote kile wakati anapouza yeye kuuzia wengine. Ama kwa hakika jamii ya watu kama hawa iko kwenye maangamio makubwa, na huenda maangamio yao yasiwe ya peke yao kama wataachiliwa, wasigombezwe, wasikaripiwe, wasitiwe adabu, wasisemeshwe hawa, wasipitiwe na watu maalum wenye kazi zao hizo. Kwa hakika wanaweza kuleta mkosi mkubwa kurudi kwenye sehemu ya ardhi wanayoishi wao. Tutasoma ahadi ya Mtume ya kwamba haya maangamio hayatowafika wao peke yao, bali watakuwa na wengine vile vile wanaoyashuhudia yale, kisha kayafumbia macho, na wao yatawaandama vile vile. Ghadhabu za Mwenyezi Mungu zitashuka. Tutaisoma hadithi maalum Mtume alipotaja 5 bi 5, takuja baadaye wakati tutapoingia katika maana za idhahi na kwenye maana za jumali. Lakini sasa kwanza tunakwenda aya 6 za mwanzo hizi, na tafsiri kwanza kavu tupate kuliona neno la Qur'ani lilivyo kwa Kiswahili tu hivi. Kwanza tutafasiri vipi, halafu tutaingia katika maana za Kiarabu vile vile. Basi wailun, kuangamia kukubwa, lilmutaffifina, utawathibitikia wenye kupunja, alladhina, wenye kupunja ambao idha ktalu, wakati wanapopima wao, ala nasi, juu ya watu wengine, ikawa pale ile haki iko upande wa watu wengine, wao ndio imewathibitikia. Wajibu kwa mtu mwingine ambaye anamuuzia yeye, anamlazimisha lazima ampe kitu, wanasema yastaufuna, wanataka watekelezewe sawa, na huna vya kumdanganya hata pamoja. Anataka aone kila anachopimiwa macho iko pale, huna habari ya kwamba nipe mkoba wako, hakubali, ningojea hapa unakwenda kutia ndani, hata humfanyi hivyo. Labda yeye atapouza atakwambia nisubiri hapa, nipe chombo chako, tena huko anafanya mwenyewe. Kama atafanya mfuto kwenye kibaba, shungi lile hakuna shungi, weka mfuto. Kama kwenye mezani namna hiyo, ndani siri huko hakuonyeshi na kupima ya kukuzia. Lakini yeye wakati anaponunua, yastaufuna, wanataka watekelezewe sawa. Wa idha kaluhum, na wakati wanapopima wao, ikawa ile haki sasa imewaandama wao kutekeleza wajibu,
na wengine ndio wanafaidika. Wakati huu au wazanuhum, mezani zao, yukhsiruna, wanazipunguza. Watu hawa wanafanya dhulma kama hii. Ala yadhunnu, hivi hawafikiri hata kidogo? Hivi ndio tuseme hawana hakika? Basi hata kudhani katika akili haiji dhana, na asiwe na hakika lisemalo hilo kwamba Mwenyezi Mungu atamfufua kiumbe wake na kumsimamisha kwenye mahakama maalum na kumuuliza vipi ameishi yeye. Kama hakuna hakika, basi angalau ile dhana ipite. Mbona tunakufa basi mbona tunakwenda katika umri dhalili kama mambo haya hayapo jamaa? Angalau ile dhana. Ala yadhunnu, hivi hawadhani hata kidogo? Annahu ulaika, watu hao, annahum mabu'uthuna, kwamba wao ni wenye kufufuliwa siku moja na watasimamishwa waulizwe. Ikiwa hasara mtu atasalimika nayo duniani, hapa duniani hasalimiki bwana, kwa sababu hiyo ni dhulma, na waliodhulumiwa kwa hakika huwa wanamshitakia Mwenyezi Mungu. La tadhlimanna idha ma kunta muqtadiran, anasema mshair, usidhulumu ewe mja unapojiona una uwezo. Wewe ndo mwenye mali, ndo mwenye mezani. Yule mnyonge wa Mungu maskini pale atakapata bidhaa zake, watoto wake nyumbani anafikiria sana, anafika wakati mpaka yuko tayari umpe chochote kile, japokuwa mkoba, nenda katie mwenyewe ndani huko, anataka apate bidhaa adimu. Kutokea wakati bidhaa adimu za lazima kwa binadamu zikawa zimeadimika, zikawa shida kupatikana, zikawa zimepanda bei sana, na watu wanazo wamezificha kwa ajili ya kuweka bei juu. Wakati huo ndipo dhulma inaposhtadi, hata mtu huwa haoni nini anapimiwa wakati ule. Basi mnyonge wa Mungu yuko tayari, bwana mkoba wangu mie ukantilie huko, hajui mtu anatia vipi huko. Yeye haja yake watoto wake tu sala njaa. Amedhulumiwa, na kwa hakika hujakati akaona hii pesa zote nilotoa kile kitu hichi tu, kwa hakika hujakalamika kwa Mwenyezi Mungu sasa. Basi aliyedhulumu, la tadhlimanna, usidhulumu idha ma kunta muqtadira, pale unapokuwa wewe una uwezo. Fadhulmu tarji'u uqbahu ila nadami, dhulma inarejea mwisho wake kwenye majuto, utajuta. Tanamu ainaka, yanalala macho yako usiku bukheri, unakoroma, denda linakutoka, una habari yaliyoko duniani, na kumbe wal madhlumu muntabihun, aliyedhulumiwa yuko macho. Anafanya nini? Yad'u alaika, anaomba dhidi yako na kuapiza, umemdhulumu, umemnyang'anya. Na wakati anaomba hivyo, wa ainullahi lam tanami, na jicho la Mwenyezi Mungu halilali, anamsikiliza mja wake. Na Mtume akasema, ittaqu da'watal madhlumi, iogopeni Waislamu dua mwenye kudhulumiwa. Fa innahu tu'malu 'ala al-ghamami, huchukuliwa maneno ya aliyedhulumiwa anaposikitika, na malaika yakachukua maneno yale yakapenya penya kwenye mawingu, hatimaye mpaka kwenye arshi ya Mwenyezi Mungu. Na ikifika kwenye arshi ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu husema, wa izzati wa jalali, inna hapa kwa nguvu zangu zote na utukufu wangu nilionao, la ansurannaka walau ba'da hinin, nitakunusuru uliodhulumiwa mja wangu japo kwa baadaye kidogo. Inna Allah la ya'jal ka'ajali ahadikum, Mwenyezi Mungu hafanyi papara na haraka kama mnafanya haraka mmoja wenu. Inna Allah la yumli lidhalimi, Mwenyezi Mungu humpururia dhalim sana. Hatta idha akhadhahu, lakini anapomtia mkononi, lam yuflitu, hawezi kabisa kumponyoka Mwenyezi Mungu. Mtume aliposema maneno hayo akasema, ninakupeni aya Qur'ani, in shi'tum, kama mtapenda faqra'u, isomeni. Wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima, inna akhdahu alimun shadid, na huo ndio mkamato wa Mola wako anapomkamata dhalim katika watu wa miji, na wakati miji hiyo watu wake wamedhulumu. Hakika mkamato wake Mwenyezi Mungu ni wenye nguvu, tena unaumiza mno. Alimun, unaumiza. Shadidun, ni mkamato wa kubinya sana. Ittaqi da'watal madhlumi, katika riwaya nyingine imekuja, ogopa ewe mja dua mwenye kudhulumiwa. Baadhi ya hadithi imekuja ittaqu hakadha bil jam'i, kwa wingi, ogopeni nyote. Na baadhi ya wakati ittaqi, ogopa wewe peke yako, kama jamii ya watu wote mdhulumu, wewe jitenge.
usije ukasema idha ahsana an-nasu ahsanna wa idha asaa an-nasu asana. Watu wakitengenea na sisi tutengenea vile vile, lakini watu wakiharibu utafanyaje bwana? Umekwenda kwenye nchi ya vipofu, kunja lako vile vile, watu wameharibika, haribika nawe vile vile. Hapana, Muislamu anasema idha ahsana an-nasu ahsanna, wakitengenea watu tutatengenea, wa idha asau, wakiharibika watu wanasema ahsanna, sisi tutatengenea vile vile, wakiharibika peke yao. Ittaqi da'wat al-mazlumi, kama watu wote wanadhulumu, maisha ndivyo yanavyokwenda, wewe peke yako jitenge. Fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijabun, kwani hakika hakuna kati ya hiyo dua ya mwenye kudhulumiwa na Mwenyezi Mungu hakuna kiziwizi, inakwenda direct. Tena aliyedhulumiwa walau kana kafira, hata kama ni kafiri, fa alaihi kufru, ni juu yake mwenyewe kafiri wake. Usije ukadhani kwamba anajua aje huyu, mimi Mungu sini, ukaja ukamuona hapo alipo yeye ni mtalii, haidhuru kwa kujia mbele ya duka lako uchi kabisa, kaja na kidubasha tu mapaja nje, mwanamke mno pale alipo, ukaona ngoja tamtia adabu, nitampunja mimi katika nini. Fa alaihi kufru, ukafiri ni wake mwenyewe. Yeye kama ataona pale amedhulumiwa na akaanza kusikitika, Mwenyezi Mungu anakuwa pamoja naye pale, atamsaidia tena walau baada hini, japo kwa baadaye kidogo, kama si saa moja hii baada ya masaa mawili, na kama si leo kesho, kama si wiki hii wiki ijayo, kama si mwezi huu mwezi ujao, kama si mwaka huu mwakani, na kama si duniani akhira. Lakini kisasi kitalipwa lazima kwenye dhulma. Wailul lilmutaffifina, ole wao kwa maangamizo makubwa watakayopata wapunjao. Alladhina, wapunjao ambao idha ktalu ala nnasi, wanapopima wao juu ya watu kwamba wananunua, yastawfuna, wanataka watekelezewe kamili. Wa idha kaluhum, lakini wanapopima wao kuwauzia watu wakati huo mezani zao, au wazanuhum yukhsiruna, mezani zao wanazipunguza. Ala yadhunnu ulaika, hivi hawafikiri hata kidogo watu hawa annahum mab'uthuna, kwamba wao ni wenye kufufuliwa siku moja? Siku gani hiyo? Liyaumin adhimin, kwenye ile siku kubwa mno, kubwa mno. Ukubwa wake tumeuona katika sura iliyomalizika nyuma, Infitari. Kwenye maneno gani? Wama adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Siku hiyo kubwa sana. Na nini kimekujulisha wewe mpaka ukatambua siku ya malipo ni nini? Yani umekuwaje mwanadamu mpaka ukadharau siku hiyo? Ujali unafanya unavyofanya. Sasa kama ungelijua, laiti kama ungelijua, na nini kinikujulisha wewe? Thumma ma adraka ma yaumuddin, kisha nini kimekujulisha hata ukatambua labda angalau ujue tu ni kitu gani siku ya malipo? Yauma la tamliku nafsun, siku hiyo haitomiliki nafsi yoyote linafsin, huimilikishia nafsi nyingine shay'an, jambo lolote, hata kumpa thawabu hawezi. Tukatoa riwaya ya kwamba Mtume kasema watakutana mtu na mwanawe siku ya kiyama. Mama mtu amwambie mwanawe, mwanangu unanipiga chenga muda mwingi, mimi nimekutafuta mpaka kila nikikuona makusudi unanikimbia na nakuita. Mwanangu we, mimi si mama yako wewe? Mtoto atamjibu bala. Kwa nini? Nakiri kwa mamangu. Basi kama mama yako Mwenyezi Mungu Mola wako amekwambia wewe kuhusu mimi, tena leo mbona unanipiga chenga? Umehusiwa sana wewe, ufanyie mema kwa wazazi wako, mbona unanikimbia hapa penye dhiki? Na mimi ninakusimbulia, na haki ya kukusimbulia. Laqad kana batni laka wi'aan, tumbo langu lilikuwa ni vessel, container maalum. Wewe umeishi kwa muda wa miezi 9 kule kwenye tumbo langu, huko riziki zako zinakwenda, hewa inapita kiajabu huko, unaishi, unageuka kule, unapiga visugudi kule. Mimi mama yako ninataabika, mara niambiwe na wakunga mtoto huyu amefanya bleach, amekaa vibaya tumboni, katanguliza miguu. Sasa nataabika sana kwako wewe, nimetaabishwa na wewe, nimeambiwa kwamba miguu iko mbele, hayo mambo sasa. Na nikaambiwa kabisa kwamba wewe ukianza kuona uchungu kidogo tukimbilia huko, tena popote pengine kwako ni hatari sasa. Na mara nikachezea kisu na nikapewa muda nisizai tena mpaka baada ya miaka 3. Mara nikaambiwa sasa basi tunafunga kabisa, ni hatari kwa maisha yako. Wewe mwanangu umesababisha, tumbo langu lilikuwa ni container yako.
wasadi laka siqaan, na chuchu yangu ilikuwa kwako ndiyo maji, mfereji wako unakunywa, huwezi kuchukua kitu kati ulikuwa wategemea maziwa yangu, na wala hujui namna gani mimi ninayakusanya hayo maziwa, cha kukila sina, nilikuwa nadanganya tu hivi, mara Mungu akuchoma mara hivi, angalau nikupatie wewe hiyo maziwa, na baada kwa tabu. Wahijri laka witaan, na paja langu lilikuwa ndio tandiko lako, hapo unafanya kila kitu hapo, choo kikubwa choo kidogo mimi nastahimili, pengine nitajiandaa kwenda kuswali mara ghafla mimi naharibia kila kitu. Basi mwanangu we, fahal laka min hasanatin ta'udu ilayya khairuha al-yawma, unalo jema lolote ambalo litaweza kurejea kwangu mimi kheri yake siku ya leo? Mtoto mtu atamjibu mama yake kwa kauli ya mkato kinaga ubaga, mbele yake atamwambia ya ummahu, ewe mama, innani ashku min la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillahi. Fahala ika amri nayo mmoja tu ni pagumu mno, hakuna kusemeza, hakuna kutumia mapendeleo, hakuna kusema huyu mtoto fulani, amri iko kwake tu peke yake. Hakuna kikundi chochote ambacho kitakaa baada kujadili uamuzi huo, tufanyie appeal, tufanyie korti nyingine ya rufaa. Zikikupitikia fikra hizo ya kwamba astanifu alhukma, nitabadilisha mimi mahakama hii na kwenda nyingine, Mola wako atakwambia la, wewe ni muumini, kitabu changu umesoma, ukusoma aya ya Qur'ani wewe, ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil'abid, hapana kubadilishwa maneno yangu mimi, na mimi simdhulumu mja ati, hapana korti nyingine zaidi ya hii. Falhukmu lillahi wahdahu, hukumu yote ana Mwenyezi Mungu. Basi liyaumin adhim, kwenye ile siku kubwa mno. Siku gani hiyo? Yauma yakumu nnasu lirabbil alamin, siku watakayosimama watu kwa yule Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa viumbe vyote, na jamii ya watu wote iko mbele yake, asibakishwe hata mmoja. Wauridhu ala rabbika safa, na watahudhurishwa kwa Mola wako, wakae kwa msitari, wakae kwa discipline, hakuna mtu kutoka tumbo mbele wala mgongo nyuma. Waambiwe laqad ji'tumuna furada, je waja wangu, leo naona mmenijia peke yenu, hakuna mtu mwenye ukoo wake hapa akautumia kumsaidia, hakuna mjomba wala ammi wala kaka hapa. Kama khalaqnakum awwala marra, kama tulivyokuumbeni mara ya mwanzo. Bal zaamtum, bali nyinyi mlijigamba wengi wenu, allan naj'ala lakum maw'ida, kwamba sisi hatutaweza kufanya kwenu nyinyi miadi ya kufua, hatuitekelezi, hatuwezi, mmekataa. Basi wa'uridhu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra bal za'amtum allam naj'ala lakum maw'ida wa wudi'a alkitabu, hapo ndo litawekwa daftari la amali za mtu hapo, liyaumin adhim hiyo. Fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi, utawaona waovu wanayanyanyapaa, wanayaogopa yaliyomo ndani ya mabuku hayo, kwa sababu namna ya kupewa kapewa kwa utovu wa adabu, kapewa kwa kudhalilishwa, kapewa kwa kudharauliwa. Anaambiwa zunguka nyuma upokee buku lako huko. Wa amma man utiya kitabahu waraa dhahri, na yule ambaye amepewa kitabu chake nyuma mgongo wake, chukua zunguka. Hii ni ishara mbaya, pale mwenye anajua kwamba hakitazamiki kitabu nyuma ya mgongo, ishara mbaya. Fasawfa yad'u thubura, huyu ataomba mauti wakati huo, na akiomba mauti atajibiwa katika aya nyingine, la tad'u al-yawma thuburan wahida. Hayo mauti msiyaombe kwa mara moja tu, wad'u thuburan kathira, ombeni sana, hicho kitu mkipati tena kamwe. Ulipita mara moja tu katika jambo hilo duniani, sasa unapata maisha ya milele, ima kwenye hilaki au ima kwenye mpumziko mazuri mno. Katika aya 6 za mwanzo tunakuja katika sharhul mufradati, uchambuzi wa neno moja katika baadhi ya maneno ambayo pengine huenda ikawa ni magumu kwa mtu ambayo hapa hajapata kuyafahamu maneno hayo. Neno wailun, maana yake kwenye Qur'ani likija linakuja ai halakun azimun, kuangamia kukubwa. Alwail ni kuangamia kukubwa. Yategemea mtu uzito atakaoona nitumie vipi, hata lugha ijitamu. Wakati mwingine Mswahili akikwambia ole wao, wanajua Waswahili nini maana ya ole wao. Wailun mwingine tafasiri labda adhabu kali,
aliambiwa hivyo anajua ni adhabu kali. Na wakati mwingine inakuja katika maana ya halakun adhimun, kuangamia kukubwa. Kuangamia kuna namna kwa namna ya kuangamia. Kuangamia mtu kufilisika mali yake, kuangamia mtu kupata maradhi, kuangamia mtu namna kwa namna ya maangamio. Ili jambo la kupunja watu hili linakuja na maangamio ambayo tutayataja katika hadithi ya Mtume. Na huwa yamgusi mtu mmoja peke yake mpunjaji, na wale wanaoona ile environment inayoendelea kwamba wauzaji wanafanya vile wakawafumbia macho ikawa hawajali kitu. Ama pale kwa hakika utaingia kwenye mkumbo na vile vile halakun adhim. Kwa hiyo wailun ay halakun adhim wa tatfif. Na neno mutaffifina ni jamu ya wale ambao wanapunja watu, lakini kalima tatfif, neno tatfifu albahsu linakuja katika maana ya kupunja fil kaili, katika vipimo kama vile vibaba walwazni na mezani na kadhalika, mita na vile vile kwenye kilogram na kwenye vile katika mambo nzima, ratili na nini na kila kitu. Wasummiya bidhalika, na ikaitwa hapa kwa neno hilo la tatfif. Sasa tatfifu limekuja lafzi ya kitu kidogo chenye kupunjwa, ili mwenyewe tena msikilizaji wa Qur'ani atapata kupima. Ikiwa Mwenyezi Mungu amesema wailun halakun adhimun kwa kitu chenye kupunjwa kwenye mezani na kibaba, yalla itakuwa ni kuondosha shungi la kibaba tu, au mezani itakuwa kuna kitu kidogo kafanya ujanja pale, haikukaa sawa, kapiga kidogo, ni kitu kidogo pengine hivi kimeingia cha kunyang'anya. Tena utapima mwenyewe pale kama mtu kamnyang'anya mtu kiwanja chake chote. Nini mnasaba wa kiwanja kizima na kile ambacho kimenyang'anywa kwenye mezani na kibaba? Utapima mwenyewe. Ikiwa kwenye mezani na kibaba Mwenyezi Mungu anatumia leo wailun, tena katika ground nzima itakuwaje? Ndio maana Mtume akasema yoyote atakayemdhulumu mwenzake katika eneo la ardhi lipatalo shubiri moja tu, kwa sababu dhulma yake inakuwa ni kubwa. Shubiri moja ardhi ni katika eneo ambalo unaweza kulitumia kwa mambo mengi. Wenyewe mainjinia wanajua ardhi ikifika kiwango cha shubiri moja, kwa sababu nyanda moja ile tofali zima linakaa. Kwa hivyo shubiri moja ile ni ukuta mzima, pengine ni kitu kikubwa unakipata kwa shubiri moja tu ya ardhi. Mtume akasema akimdhulumu mwenzie mtu shubiri moja ardhi, qawwaqahu Allah, atakwenda kumbebesha Mwenyezi Mungu min sab'i ardhina yawm al-qiyama, namna ardhi 7. Mfano moja ile atabeba ardhi, sio gunia, ardhi. Haijulikani itakuwa ni chombo gani hicho ardhi kubeba na kama hiyo, na lazima abebe, lazima arande nacho, ende na kurudi, nenda huku teremka hapa, pengine shuka kwenye shimo hilo, na huko na ardhi yake 7 mwenyewe, na lazima aende nayo. Hii ndio hali ya dhulma ilivyo. Hapa Mwenyezi Mungu ametumia tamko la tatfif. Summiya bidhalika lianna ma yukhbasu, kwa sababu chenye kupunjwa katika kibaba na mezani yalla itakuwa shay'un hatirun tafifun, ni kitu kidogo kabisa, kinyonge nyonge tu. Na kitu kidogo hicho cha mezani na kibaba limetumika tamko la wailun. Mwenyezi Mungu akubali jambo hilo, anasema kwenye hadithi kudusi, ya ibadi, enyi waja wangu, inni haramtu dhulma ala nafsi. Angalia, Mwenyezi Mungu anasema mimi nimejiharamishia dhulma nafsi yangu. Yeye ndiye muumbaji, yeye ndiye mwenye mamlaka, yeye ndiye mwenye uwezo wote, yeye ndiye mwenye milki yote, akajiharamishia mwenyewe kudhulumu. Na wakati anafanya chochote al-Qahhar, yeye yafalu ma yuridu, yafalu ma yashau, fa'alu lima yuridu. Khalafu wakenda kajitaja kwamba haramtu dhulma ala nafsi, nimejiharamishia dhulma juu ya nafsi yangu mwenyewe. Kwa hivyo waja'altuhu bainakum muharrama, na nikaiweka dhulma kati yenu vile vile kwa ni jambo lililoharamishwa. Fala tadhalamu, basi musidhulumiane. Siku ya kiyama hiyo, ile yaumil adhim hiyo, yakulu Allah tabaraka wa taala lilmadhlumi ayyuha almadhlumi taqaddam. Atasema Mwenyezi Mungu kumwambia aliyedhulumiwa, ewe aliyedhulumiwa, sogea mbele unieleze moja baada ya moja. Na Mwenyezi Mungu anajua
lakini anataka pale kumdhalilisha aliyedhulumu, kumfedhehi mbele ya kadamnasi na kumpa kihoro kabla ya mambo ya adhabu bado yamfika, aanze kuona uzito. Wayakulu lidhalimi, na kwa upande wa dhalim atasema, waambie ayuha dhalimu la tatakallam, ewe uliyedhulumu usizungumze chochote hapa, wewe huna shtaka la kujibu, nyamaza kimya, kila kitu kiko wazi wazi. Basi neno hili limetumika hapa wailun lilmutaffifina, haikutumika chochote isipokuwa tafif. Tafif yani kilichodhulumiwa kwenye mezani na kwenye kidaba itakuwa ni kitu hafifu sana, kidogo tu, lakini kilichodhulumiwa katika ardhi au mshahara wake mtu, au mtu alikuwa anafanya kazi wake anamdhulumu, pesa zake asimpe, na huyo kapewa mzigo wa watu, pengine ndio mshahara wenyewe mtu, chakula cha mke na watoto, asipeleke tena. Ikiwa kwenye kibaba na mezani kwa hilo, seuze tena mtu kuchukua kitu kizima chote, au akamfanyia fitna mwenziwe katika pahala pake anapopatia riziki, akamfanyia fitna mpaka afukuzwe pahala pale, iwe na hangaika na wanawe. Hiyo ni dhulma nyingine ambayo ikiwa kibaba na mezani wailun, sikwambii unapomfanyia mtu ghorofa kama huo utakuwa na kazi ngumu sana mbele ya Mwenyezi Mungu kiyama. Halafu kuna dhulma namna kwa namna, wa dhulma dhulmatun, dhulma ni nyingi manake. Hapa unaweka mwenye kigezo, ikiwa mezani iko hivi wailun, je kazi dhulma kama hii itakuwaje, ili upate kuacha dhulma hiyo, siendelee nayo. Na iktalu ala nnasi, aliposema kwenye Qur'ani alladhina idha iktalu ala nnasi, iktalu ala nnasi ay iktalu minan nasi, wao wanapopima kutokana na watu wenye kuuza, hukukahum, wanapima haki zao wale wapunjaji. Yastawfuna, kalima yastawfuna ay ya'khudhunaha, wanachukua bidhaa hizo wafiyatan kamilatan, kwa kitu ambacho wafia kimetimia kwa ukamilifu, hataki kupunguza hata kidogo. Lakini kaluhum, wa idha kaluhum, wanapopima wao, neno kaluhum ay kalu lahum, wanapopima kuwapimia wenzi wao, yukhsiruna, na maana yukhsiruna ay yanqusuna, wanapunguza alkaila, kibaba, walmizani, na mezani, na ikiwa ni vitambaa basi mita itakata kidogo hivi kitanda kama hiyo. Na neno yakumu nasu li rabbil alamina, siku atakayosimama watu kwa Mola wa viumbe vyote, ay yaqifu nasu lil'aradi, wataposimama watu lil'aradi ala khaliqihim, yani kwa ajili ya lengo la kuhesabiwa kwa yule muumbaji wao, kuhudhurishwa mbele ya muumbaji wao kwa mambo waliyofanya. Wayatulu bihimul mawqifu, na aliposema Mwenyezi Mungu yauma yakumu, ina maana kile kisimamo kitachukua muda mrefu sana kwa wale wenye amali mbaya. Lakini ama wenye amali nzuri itakuwa kama ni kupepesa jicho, au wengine watabaki pale kama ni kusadaka mbili tu, na wengine kiwango chao kama siku za wiki moja tu katika kidunia kutokana na amali zilivyo, na wengine atakaa pale kama mwezi mmoja hivi uwanjani, kitu kinawaka kabisa cha jua, ardhi iliyokuwa imebadilishwa haijulikani kama itakuwa ya shaba au kitu gani, lakini sio ya udongo tena. Watadnu shamsu kadru milu, unajua likurubie na wao kiasi cha 1 mili moja. Au msimliaji wa riwaya ya Mtume anasema sijui hii mili maana mili na maana mbili, mili na maana kipimo cha mili moja, na mili ina maana ni muinamo wa jicho, namna unavyoinama jicho, hatujui kama itakuwa ni hapa kichwani, hatujui vipi. Lakini hali hiyo itaonyesha kwamba mtu jasho lake litamzamisha, jasho litatoka mwenyewe, yategemea kiwango alichokuwa pale, litaanza kumvuja jasho. Kuna wengine majasho yao yatakuwa yapo katika vifundo vya miguu, kwenye ankle, na wengine yatapanda mpaka kwenye magoti, wengine mpaka kwenye kitovu, na wengine mpaka shingoni, na wengine zinafanya khatamu jasho zile kama khatamu ya ng'ombe, zinapitia midomoni na puani, na hatimaye wanajaribu kuswim, wanaogelea, anajizuia mtu asende chini ya jasho lake, na wengine linawagubika kabisa. Hicho kisimamo kwa hakika, wayatulu bihimul mawqifu, na patarefuka kabisa kwa wao kisimamo hicho, ijlalan li'azamati rabbihim, kwa ajili ya utukufu wa ukubwa wa Mola wao. Ijlalan, wako toka pale kwa miaka 50,000
bado haikufika zamu yao, wanahangaisha hivyo tu kwanza, na wanaona watu wengine wanavyohesabiwa hesabu ngumu na vitendo vile vile ambayo mwenzake kavifanya naye anavyo. Basi sasa kuua kaua, kuzini kazini, kashirikisha, anamuona mwenzake namna anavyohesabiwa katika magombo ya shirki, anavyohesabiwa katika dhambi ya kuua, anahesabiwa katika dhambi ya zinaa, anahesabiwa katika dhambi ya ulevi, anahesabiwa katika dhambi ya riba, naye anayo yote yale. 50,000 sana. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إن هذا كفيك مكا 50,000 من سبب نمتك بالي بالي هذا ينجا كمتوني بعد يكو بالي بالي. يقف الناس للعرض على خالقهم ويطول بهم الموقف إجلالا لعظمة ربهم. ولeo na tutosheke hapo kwenye tafsiri kavu tuloipata na ile sharh al-mufradati. Tutapokutana tena inshallah tutakuwa na al-ma'na al-jumali, maana ya kijumla kwenye aya sita hizi, na baadaye tutaingia katika al-ma'na al-idahi inshallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة